Bwana ametufanyia nafasi nasi tutazidi katika nchi. Amina. Ndiyo, wiki iliyopita tulianza kujifunza kitabu cha Warumi na nilitoa utangulizi wa kitabu cha Warumi kiliandikwa wapi na nani, na baadaye hapo tuliona Paulo namna ambavyo sio kwamba alianza kanisa lile, hakuanzisha, na badala yake kanisa lilianzishwa na watu ambao walitoka katika kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 wakati wa ile siku ya Pentekoste. Hao walipoenda kule Rumi wakaanzisha kanisa la Rumi, na Paulo alitamani kwenda katika kanisa lile, na anapoandika waraka huu yuko katika Korinto wakati wa majira ya baridi. Na leo tutaanza kuanzia mstari wa 2 hadi ule mstari wa 17. Na katika vipengele hivi yako mambo kadha wa kadha ambayo Roho wa Mungu anataka kutufundisha, na mojawapo ya mambo ambayo tutaangalia mkazo mkubwa ni Injili. Lakini pia tutaona hadhi ya watu wa Mungu au hadhi ya Wakristo au hadhi ya waumini. Lakini pia tutaangalia nguvu ya wokovu kupitia Injili. Na tunajua muktadha wa kitabu hiki wa kihistoria. Huu Roma ilikuwa na mamlaka kubwa sana wakati ule, tofauti na leo, na pia kulikuwa na vitu vingi ambavyo viliweza kusababisha ule mji uwe ni mji maarufu na wenye mchanganyiko wa watu wengi, pengine kama mji wa Dar es Salaam ambao una aina mbalimbali ya watu, makabila na mataifa mengi wapo. Kipindi kile ilikuwa hivyo. Kwa hiyo ukiona hivyo, maana yake mji ule ulikuwa ni mji mkubwa sana. Na wakati mwingine kanisa au Kristo ungeweza kuonekana kuwa ni dini ya kishamba fulani hivi kulingana na mazingira yale. Na hasa ushamba wa Ukristo katika taifa la Rumi ilikuwa ni pengine habari ya kifo cha Yesu. Na ndio maana mara zote mwandishi au Paulo alipoandika kuhusu kifo cha Yesu hakuacha kusema ufufuo. Kwa sababu ikiwa Yesu alikufa tu, kwa hiyo shujaa wa Ukristo alikufa na hakufufuka. Na pengine changamoto kubwa ambayo ilikuwepo pale ni pale kusema kwamba alikufa msalabani. Kwa sababu msalaba kwa Wayunani au Wagiriki ilikuwa ni aibu. Mtu aliyekuwa anatundikwa kwenye msalaba, maana yake ni wale watu ambao walikuwa wamefanya makosa makubwa ambayo ilikuwa ni hatarisha serikali, na hao watu waliweza kuangikwa juu ya msalaba. Lakini Paulo anakwenda kwa namna tofauti. Wiki iliyopita tuliangalia mambo matatu. Tuliangalia Paulo anasema kama mtumwa wa Kristo, lakini pia tukasema juu ya utume, na baadaye tukasema juu ya kutengwa. Na leo ninaunganisha hapo, ametengwa aweze kuihubiri Injili. Na hapa anasema sio Injili ya Yesu, anasema Injili ya Mungu. Elewa, haandiki tu kwa kubahatisha, anaandika kwa makusudi. Anasema Injili ya Mungu. Kwa nini amesema Injili ya Mungu? Ili apate nafasi ya kueleza Yesu ni nani anapozungumzia. Siku hizi kuna shida kubwa katika Ukristo. Kuna watu wengi ambao wanapinga kuhusu fundisho la Utatu Mtakatifu. Fundisho hili linakuwa likipingwa kila sehemu. Na ukiona kitu kinapingwa sana, wakati mwingine inawezekana uelewa wa watu hawezi kuelewa vizuri. Na ukumbuke kwamba fundisho la Utatu Mtakatifu halikuanza wakati wa karne pengine labda ya 16, wakati wa kina Martin Luther walipofanya matengenezo ya kanisa. Na kumbuka hivi kwamba fundisho la Utatu haikuwa mojawapo ya mijadala wakati wa matengenezo ya kanisa karne ya 16. Hili fundisho limeanza siku hizi baada ya kuibuka watu fulani, sio mitume wala sio manabii, lakini ni wachungaji fulani wanaojitegemea na kuquestion Biblia.
na mojawapo ya kitu ambacho wanauliza, kwa nini Wakristo nyie ambao mnasema mnafuata imani ya Kikristo mnabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu? Wanapouliza hivyo wanasema kitabu cha Matendo ya Mitume hakuna sehemu ambayo mtu yeyote alibatizwa kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na badala yake wote waliobatizwa walibatizwa kwa jina nani? La Yesu. Nataka nikupe tu siri hii kifupi, kwa sababu hapa kuna sehemu ambayo inagusa. Iko hivi, dhana ya Utatu Mtakatifu haipo wazi katika Matendo ya Mitume, lakini Yesu mwenyewe aliitambulisha aliposema, mwenende mkawabatize kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tuanzie kwanza pale msingi. Ukija kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, sikiliza vizuri, kitabu cha kihistoria kamwe hakiwezi kutumika kujenga fundisho. Fundisho lolote la Kikristo, any Christian doctrine, fundisho lolote la Kikristo linajengwa kupitia vitabu vyote vya Biblia, lakini lazima liwe na uthibitisho katika nyaraka. Ikiwa nyaraka hazijafafanua jambo lile, haliwezi kusimama kama fundisho. Kwa hiyo angalia maandiko yote ya Agano la Kale ambayo hayajafafanuliwa na mtume yeyote katika nyaraka, huwezi kupata fundisho. Kwa sababu hiyo hatuwezi kujenga fundisho kupitia kitabu cha Matendo ya Mitume, kwa sababu kitabu cha Matendo ya Mitume ni kitabu cha kihistoria. Kwa hiyo ikiwa jambo limezungumzwa katika Matendo ya Mitume, lazima tukaangalie nyaraka zinasemaje. Bwana asifiwe. Amen. Ndio maana nimeeleza hivyo. Kwa hiyo anajaribu kuweka utengano, anatofautisha kazi ya kila nafsi katika fungu hili. Na hapa anazungumza juu ya Mungu Baba na Mungu Mwana. Roho Mtakatifu tutakwenda kuangalia kule mbele, siku nyingine utaweza kuona namna ambavyo mtumishi wa Mungu Paulo anaelezea. Kwa hiyo ukiweza kuangalia nyaraka za Paulo, mara nyingine alipomaliza nyaraka yake aliandika neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba, shirika la Roho Mtakatifu, vyote vitatu. Sehemu nyingi inamaanisha kwamba katika ufafanuzi wa nyaraka, Utatu Mtakatifu ni fundisho la kiBiblia. Hawaelewi kwa sababu wanachukua mafundisho kwenye kitabu cha nini? Cha historia. Sasa kachukue kitabu cha historia kwamba vita ukapige watu, kakate mapanga. Daudi alikata mapanga watu, akaleta govi 200, alafu na wewe ukalete, utafungwa. Hilo sio fundisho. It's a historical book. Hatuwezi kuchukua tukatengeneza a Christian doctrine. Kwa hiyo hapa anatuambia habari ya Injili. Na Injili, jambo la kwanza ndio anafundisha hapa, Injili. Katika utangulizi Paulo anazungumzia Injili, na anaita hii ni Injili ya Mungu. Na huu ndio mstari tu wa kwanza. Anasema Injili hii sio injili ya kibinafsi. Ni Injili ambayo iliahidiwa tangu zamani, katika mstari wa pili. Na anasema kwamba iliahidiwa tangu zamani, ikanenwa na nini? Na manabii wake. Na ukiangalia katika kitabu cha Isaya na Zaburi, yako maneno mengi yanazungumza juu ya unabii kuhusu Injili. Ndugu zangu, hapa
mtumishi wa Mungu anasema, ukiangalia katika mstari wa 2, hebu tusome mstari wa 2 pamoja, nikupe kitu kidogo hapo. Mstari wa 2 na wa 3. Ambayo Mungu amekwisha kuiahidi kwa kinywa cha manabii wake katika maandiko matakatifu, yaani habari ya mwanae aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili. Okay, sawa. Paulo anaandika hiyo, anasema kwamba mwanawe aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili. Haandiki tu, anaandikia watu ambao wana utamaduni wao. Katika Roma ilikuwa ni heshima kubwa sana ikiwa mtu atamtambulisha mtu kwa kueleza ukoo wake. Kwa hiyo anaeleza ukoo wa Yesu kwamba Yesu ni anatoka katika ukoo sio wa kawaida. Hebu angalia hapo, anasema mwana kwa ukoo wa Daudi. Hajasema ukoo wa Sulemani, hajasema ukoo wa Sauli, anasema ukoo wa Daudi. Kwa nini? Jambo la kwanza, Daudi anaheshimika sana na Wayahudi. Daudi, yaani ongea vyovyote vile, ongea vingine unavyopenda, lakini usijaribu kuongea vibaya juu ya Daudi kwa Wayahudi, hamtaelewana. Kwa hiyo anaingiza hapo nasaba. Na hata wewe kama umezaliwa kwenye nasaba ambayo ni nasaba maalum kama vile nasaba za machifu, nasaba za wafalme wa zamani, na nasaba za hata rais tu kiwa unatokea huko, nafikiri kujitambulisha lazima angalau utaje jina la mtu ambaye anajulikana kwenye ukoo wenu. Unasema mimi bwana babu yangu, hata kama angekuwa babu wa babu yangu alikuwa ni fulani, inaleta heshima. Kwa hiyo Paulo anatambulisha Injili. Na anaposema kwamba ikathibitishwa, ni mstari wa 3 ule unasema hivyo Nisomee mstari wa 4. Twende haraka mtumishi, twende haraka. Someni kwa pamoja mahali pale. Na kudhihirishwa kwa uwezo kuwa mwana wa Mungu. Ndio. Kwa jinsi ya Roho ya Mtakatifu. Kwa ufufuo wa wafu, Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Hapo kuna neno roho ya utakatifu ambayo ni roho ya herufi ndogo. Hiyo ninaweza kaiacha kufafanua, lakini anaposema roho ya utakatifu hapo hamaanishi Roho Mtakatifu, anamaanisha ile hali ya utakatifu. Sasa hapa anataja Mungu. Unajua katika utawala wa Kirumi, Kaisari alihesabika kuwa mwana wa Mungu, ile Mungu ndogo. Walijua ni mwana wa Mungu. Hasa Kaisari alipokufa aliabudiwa kama Mungu kabisa. Kwa hiyo Paulo anapomtaja Yesu kama mwana wa Mungu, anaongeza zaidi ya kila ambacho Kaisari asingeweza kupata. Anasema huyu Yesu alifufuliwa kutoka kwa wafu. Haleluya. Amina. Ambapo kupitia Injili tunaweza kuona katika mstari wa 5 tumepokea utume na sisi tumekuwa wateule. Na hii inatuambia nini sasa? Inatuambia kwamba Injili ambayo tumeipokea haikuwa habari mpya katika Agano Jipya. Ilikuwa ni habari ambayo watu wa Agano la Kale walitamani, lakini pia mwanzilishi wake sio Yesu tu, ni Mungu Baba ambaye amekuja kuitimiza kupitia Yesu Kristo. Na ndicho ambacho anataka kutuambia mtumishi wa Mungu Paulo. Bwana asifiwe. Amina. Jambo la pili, tunaona hapa kuna hadhi ya Wakristo, hadhi ya waumini, hadhi ya washirika. Na hapa ndo tunaangalia kwa haraka. Ukiangalia katika mstari wa 6 na wa 8 hadi wa 8, Paulo anazungumzia haki na hadhi. Hadhi ni utambulisho. Ukiambia hadhi ya fulani ni hii, maana yake utambulisho. Huyu fulani anajulikana kwa hivi. Hii hadhi ni utambulisho. Paulo anasema katika mstari wa 6, nisomee msomaji, tusome kanisa pamoja. Display mstari, tusome pamoja. 1 2 3. Ambao katika hao ninyi mmekuwa wateule wa Yesu Kristo. Ndio. Hapo hadhi ya kwanza ya Mkristo, hadhi ya kwanza ni mteule. Kwa wewe ni mteule. Mteule ni mtu wa namna gani? Mteule ni mtu ambaye amechaguliwa kwa ajili ya kusudi maalum. Ni mtu ambaye ametengwa. Ni pamoja na hiyo ni sawa sawa na mtu mtakatifu. Kwa tunaposema Mkristo ameteuliwa, maana yake ni mtu amechaguliwa. Sio jambo ambalo labda alifanya bidii yoyote. Hapana. Ni kwa sababu tu Mungu amemchagua. Na hii ndio anasema, hii ndio hadhi ya kwanza ya Mkristo, ni mteule. Na hadhi ya pili tunaipata katika mstari wa 7. Naomba usome msomaji pale.
Kwa wote walioko Lumi, wapendwao na Mungu, walioitwa kuwa watakatifu. Ndio, asante. Neema na iwe kwenu na amani itokayo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Asante sana. Hapo tunaweza kuona hapo juu mstari wa 7 tunaona hadhi mbili ambako inatoka kwa wateule. Hadhi ya pili ni watu wanaopendwa na Mungu, wamependwa. Mkristo amependwa, na upendo ni upendo wa milele. Bwana asifiwe sana. Amina. Kanisa, Yesu asifiwe. Amen. Hii ni hadhi ambayo sisi tunayo katika Kristo, tumependwa. Na hadhi nyingine au utambulisho mwingine ni kwamba watu wameitwa kuwa watakatifu. Huu ni utambulisho wa Wakristo. Ni utambulisho wako, ni utambulisho wangu. Ni umeitwa kuwa mtakatifu. Wakati ule, kwa nini haya ameyaweka haya Paulo? Katika Roma, unajua Rumi, wakati ule kulikuwa na madaraja mengi sana ya hadhi tofauti tofauti. Walikuwepo matajiri, walikuwepo maskini, walikuwepo watumwa, walikuwepo watu huru, walikuwepo washenzi, wanaitwa hiyo hivyo Biblia inatumia washenzi. Washenzi ni mtu hana maana yoyote, yani yeye ni hamna kitu na hawahesabiki kalolote. Hiyo Roma yote. Kwa hiyo Paulo anapotambulisha identity ya Mkristo kwamba ni mtu anayependwa, hii kwa Wakristo ingewaletea moyo mkubwa. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kiwango cha upendo wetu kwa Mungu hakitegemei namna sisi tunavyopendana, ila inategemea Mungu alivyotupenda. Kwa hiyo mmependwa na Mungu. Anasema wanaopendwa na Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa, Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo upendo wetu tulionao sisi kwa Kristo, au namna Kristo anavyotupenda kama ambao mnaopendwa, hii inamaanisha ndio kiwango kile kile tunatakiwa kuwapenda watu wengine. Katika Mathayo sura 22, naomba tusome haraka haraka. Mathayo 22:39. Mathayo 22:39, somaji. Mathayo 22:39. Na ya pili yafanana nayo, nayo ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Hebu naomba urudi nyuma kidogo, mstari wa 21. Hii ndiyo amri iliyokuu, tena ni ya kwanza. Rudi kidogo nyuma, rudi 20 naweza kaeleweka vizuri. 20. Haya, akawaambia, ni ya nani sanamu hii na anwani hii? Umenichanganya kidogo. Hapana, nimesema mstari wa 39, nikakwambia urudishe mstari mmoja mmoja. That is what I meant. Angalia 37 hivi. Hebu hapo. Akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote. Alafu hii ndiyo amri iliyokuu, tena ni ya kwanza. Ndio, alafu na ya pili yafanana nayo, nayo ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amina. Nisikilize vizuri hapo. Ukiangalia lile fungu, Yesu anatoa standard ya namna ya kumpenda mwingine. Amen. Amen. Anasema upende kwa namna gani? Hata muone amesema upende kwa namna gani? Kanisa uko nyuma, ukija kwenye ibada jishughulishe. Imesemaje upende kama jirani yako? Kama nafsi. Yaani umpende jirani yako kama nafsi yako. Huo mstari kuna changamoto kidogo. Huo mstari uko kwenye sheria. Upo kwenye sheria. Haupo kwenye neema ya Agano Jipya. Hapo Yesu alikuwa ameulizwa swali kwamba nifanyaje? Jamaa aliuliza swali. Wazijua amri, Yesu akampa haya maelezo. Lakini ukweli ni kwamba hapa tukisema kwamba mpende jirani yako kama unavyojipenda wewe, unamzungumziaje mtu ambaye anajiua? Je, anajipenda kweli? Hapana. Anayejiua anajipenda? Kwa hiyo kumbe ukichunguza kwa makini hapo, standard ya kumpenda mtu sio namna nafsi unavyojipendi. Kuna watu hawajipendi hapa. Kuna watu wengine anaweza akapita kwenye vipindi vigumu, ni Mkristo, anaomba mpaka afe. Kwamba Bwana Mungu, sasa ikiwezekana wacha nife tu. Sasa kama mtu akijiombea kufa, unafikirije wakati huo anaweza kumpenda
jirani yake kama anavyojipenda yeye mwenyewe, maana yake hii inaleta shida, si ndio? Kwa hiyo maana yake hapo Yohana anasema kwamba sisi tuwapenda kwa maana yeye alitupenda kwanza. Unapaswa kumpenda jirani yako kama Kristo alivyokupenda akafa msalabani. Kwa hiyo ndicho kiwango kikubwa cha namna ambavyo unatakiwa kumpenda jirani yako. Bwana asifiwe. Amina. Kwa hiyo hadhi yetu katika Kristo, tumependwa. Yes. Tumependwa, na upendo huu ni upendo wa milele. Yes. Katika jamii hii ambayo inatamani kusikia neno na kupenda, kila mara watu wanapenda kusikia na kupenda. Sijui hii inatoka. Kuna wengine wanasema nakupenda lakini haitoki moyoni. Watu wengi wanaonyesha kwenye mitandao, wanatembea na wake zao barabarani na kuongea kwamba nakupenda. Watu wanafanya birthday ya mke wake, anaweka watu wanazungumza nampenda, mwingine analeta gari. By the way, mimi sisemagi sana nakupenda. Nafikiri anajua, na mchungaji mkimuuliza sisemagi kabisa. Hii neno labda mara mwisho nimelisema nini mama? Labda mwaka jana. Kwa sababu ninaamini ya kwamba mimi kusema na kupenda sio kwenye mdomo. Lakini kuna watu hapa ambao wanasema kila siku akiamka na kupenda, mchana na kupenda, lakini wanapigana makonde. Wengi tu. Anakupenda lakini anachepuka. Hakuna upendo pale. Haupo. Kwa hiyo kumbe neno kusema tu nakupenda sio muhimu sana. Muhimu ni yale matendo. Amen. Yes. Wengi mmedanganywa na kupenda. Siku tu ulivyofanya hivi basi upendo wote ukapotea. Hakukupenda yule. So watu wanaposema nakupenda, it doesn't mean lile neno kweli nakupenda. Yes. Acha kudanganywa na maneno. Kuna watu ambao akisikia hili neno linaenda linazungumza mpaka kitandani. Amesemaje? Amesema ananipenda. Hayo ni mapenzi madogo madogo yale vijana wanaoibuka kidogo. Au labda wanatakiwa kusaidiwa vijana wanaoibuka kidogo, wanaobarehe. Akisikia hilo neno binti anachanganyikiwa. Nikuambie binti yule kwa mahali hapo, hilo neno utalisikia sana. Usikurupukie hilo, unadanganywa. Unanisikia wewe? Yes. Hilo neno usifanye nini? Usikurupukie. Nilishawaambia kanuni yangu, akikupenda mwambie akampende mama yake. Itakusaidia. Kuna wengine hawapendi mama zao, baba zao, lakini wanajifanya eti wanawapenda wachumba, hamna kitu. Umependwa na Mungu. Upendo wa Mungu ni upendo wa milele. Paulo anawaambia hadhi yenu ni kwamba mmependwa. Haleluya. Amen. Hata kama mtu hajakwambia anakupenda, basi jua wewe umependwa. Amen. Kupendwa ni hadhi yako wewe. Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wengine ambao kweli unaweza ukatoboa mwaka mzima hujaambiwa na mtu anakupenda. Na wasichana wanahangaika sana wasiposikia hilo neno. Toboa mwaka mzima, umepiga pamba yako, umenunua na nywele za hela, ukaziweka safi, umebadilisha nguo zote, hakuna hata anayekuambia anakupenda. Don't worry, umependwa na Yesu. Haleluya. Nilimsikia huyu ng'ang'a alisema neno moja, wamemshambulia sana wanaharakati. Alisema siku moja kwamba wewe tangu umevaa nguo nzuri, unavaa na nguo zimefupi, halafu hakuna hata mtu aliyekubaka. Nikasema jamaa amekosea sana. Angewaambia tu kwamba hakuna mtu aliyekuambia akupende. Kwa sababu hatuombi kwamba watu wavae vizuri afu wabakwe barabarani, si ndio? Yes. Ile ni mbaya. Jamaa alikosea. Hajaomba radhi, yule haombagi radhi. Yaani ule neno lolote hauwezi kuomba radhi. Lakini mimi nikwambie, kuna wakati kweli wababa afadhali, lakini wasichana, wa mama, mabinti wanahangaika sana. Kuna wakati mwingine anajipamba, anatumia kama saa nzima, anapiga kila kitu, anahakikisha, na anatembea kidogo kwenye kioo, anajiangalia huku nyuma, anaona kila kitu kimefiti. Halafu anatoka barabarani, hakuna hata moja anasema amependeza. Unajaribu mpaka unateka na sikio kidogo, labda atasema. Na wakati mwingine anajigeuza kidogo hivi ili asalimie, anakuwa mustaarabu wa kusalimia watu, habari zenu jamaa, hakuna anasema. Don't worry. Hiyo ndo dunia. Umependwa. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amina. Umependwa na nani? Na Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Umependwa milele, na unajua upendo ule ni upendo wa milele. Biblia inasema sio upendo ambao una mwisho. Haleluya. Amen. Sasa tunapata pia matokeo ya hadhi. Namba 3, matokeo ya hadhi yetu katika Kristo Yesu ni hapa tunaambiwa mstari wa 9 na wa 10. Naomba tusome haraka. 9 na 10. 1, 2, 3.
Kwa maana Mungu nimwabuduye kwa roho yangu katika injili ya mwana wake ni shahidi wangu jinsi ninavyotavyo pasipo kukoma. Siku zote katika sala zangu nikiomba nije kwenu hivi karibuni. Mungu akipenda kuifanikisha safari yangu. Mstari wangapi? Endelea. Kwa maana ninatamani sana kuwaona nipate kuwapa kalama ya rohoni ili mfanywe imara. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hapo tunaona kwamba Paulo anaonyesha uhusiano alionao pamoja na hawa watu wa Rumi. Anaonyesha uhusiano. Na hili ndio jambo muhimu sana. Kwanza anasema Mungu ni shahidi kwamba mimi ninawataja katika sala. Ushahidi huo, matokeo ya ule uhusiano tunaona ni kwamba yanapelekea uhusiano wao. Baada ya uhusiano wao na Kristo, anauleta uhusiano wao na yeye kama mchungaji. Yes. Yeye kama mtumishi. Na anasema sifa ya kwanza anawataja katika maombi. Na anasema Mungu ni shahidi. Maana ya Mungu ni shahidi ni kwamba anaamini, anajua Paulo, watu wanajua. Kuna mtu unaweza kumwambia niombee, haendi kukuombea. Lakini Paulo anasema no, mimi sio kama wale. Mungu ni shahidi, ninawataja katika maombi. Haleluya. Amen. Kwa Paulo anaonyesha mfano mzuri wa kiongozi ambaye anajali. Moja wapo ya siri moja ambayo labda mnapaswa kujua na inatakiwa ikupe mzigo wa kuombea mchungaji ni kwamba mara nyingi sisi wachungaji huwa tujiombei sana. Hata tukipata muda wa kwenda kuomba pembeni, hakuna muda ambao utajiombea. Mimi siwezi kwenda kukaa sehemu afu naanza kumwambia Mungu naomba unipe hela. Siwezi kwenda kuomba, yani sijiombei. Mara nyingi wachungaji tunafanya kazi ya kuombea ninyi. Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Labda changamoto ya wengi hapa ni hamjulikani tu kwa majina, na wengi hamjulikani. Lakini nikushauri kwamba hebu julikana, jina lako liwe ofisini. Ukija julikana, tunaacha yale maombi ya mpaka yavuke mipaka miwili. Maombi mengi ambayo huwa tunaomba kwa sababu ya kutokuwajua wengine, washirika, mshirika anakuja mara moja anapotea. Jina lake lenyewe unalijua, mama fulani. Kwa hiyo unaanza kuomba kwanza, unaanza kuomba mama fulani. Kwa Mungu anaanza kushughulika kwanza ni lile jina la lile mama. Akiwa ningekuwa naombea mama Max, kwa hiyo Mungu ataanza kushughulika kwanza na Max kabla ya kuanza kushughulika na huyu ambaye unatakiwa kumwombea. Na wengi ndio shida yenu. Leta jina lako kama kwako. Kama wewe ni Betina, andika Betina. Mwanao naye aingie yeye kama yeye. Maana hakuna atakayerithi ufalme wa Mungu kwa sababu ya mama yake au baba yake. Sasa walio wengi humu ndio wengi tunawafahamu kwa jina la mama fulani, mama fulani, mama fulani. Hakuna hicho kitu mbinguni. Au unafikiri kuna jina la mama fulani? Mimi nawatajaje sasa kwa jina la mama fulani? Hakikisheni majina yenu mnayaleta. Tunawaombea sana. Amen. Amen. Na Paulo anasema pia anaenda anawatembelea washirika. Washirika wa siku hizi wengi hawapendi kutembelewa. Ulimwengu unabadilika sana. Watu wanatamani angalau apigiwe simu badala kutembelewa. Niliwahi kutembelea mtu mmoja akanipiga danadana mpaka nikaahirisha hata kutembelea. Kuna mwaka fulani nilipanga nitembelee washirika kila siku. Nilipigwa danadana. Kuna wengine sijajua. Nafikiri wengi hapa mjini. Kwa vijijini ni raha sana. Tembelea watu wanavyotaka kila wiki. Kwa mjini hapa shida ni moja. Watu tunataka kuishi maisha ya kinafiki. Kwa hiyo anaogopa mchungaji akija atakaa wapi. No problem. Mpe hata kama ni benchi. Lakini unaogopa. Alafu Dar es Salaam tumecomplicate vitu vingi. Unataka aje ale kila kitu pale. Hii shida. Kuna wakati mwingine ale ulicho nacho. Na ukiwa surprise washirika wa Dar es Salaam hiyo wiki ndio umemhamisha. Tofauti na kule. Kule ukitembelea lakini umsurprise hapa. Kwa hiyo mchungaji ameona kwamba mimi nakaaga mimi na hama. No. Maisha yetu tuko tofauti. Kila mtu ana uwezo ambao Mungu amempa. Haleluya. Amen. Kuna watu wengine ambao majira yao ya kuinuliwa bado, wengine wako tuko tofauti. Kwa hiyo usiogope. Sasa huu mwaka uliopita nimekata mwaka mzima kabisa bila kukaribishwa na familia ya mshirika. Nimekata mwaka mzima.
Na ndio ujue hii ndio Dar es Salaam. Jamani mlioko mkoani, ndio nawaambia ukweli, Dar es Salaam sio hapa kukimbilia. Nimetoboa mwaka mzima bila karibu, iwe sikukuu iwe nini. Lakini unaona ni kwa sababu gani? Sasa sisi kuja wewe umenialika afu nina mipango mingine. Ananyosha Daudi ili aonekane kabisa alishakunialika, ni kweli. Lakini amenialika nishapanga mipango mingine, nialike katikati ya wiki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini hoja yangu ni kwamba wakati ule kweli ilikuwa ni mbali sana. Roma na alipokuwa Paulo ilikuwa ni mbali sana na hapakuwa na simu wala nini. Lakini all ni oro kwa sababu ninyi tunaonana hapa. Hana shida. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa sababu by the way ukiwa na changamoto nitapata tu taarifa zako. Hiyo ndio, lakini Dar es Salaam wala ambao mko mbali mnaofikiria kuja kwa ajili ya kuanza huduma alafu wewe unakula nyama na mifupa yake, jitahidi ufikirie upya. Na Paulo anasema kwamba anatamani sasa, anataka kuwapa karama. Huu ni uhusiano wa mchungaji au kiongozi wa kiroho na washirika, kwamba mtumishi anataka kuwapa karama ya rohoni. Hii iko katika Timotheo ya kwanza sura ya 4 mstari wa 16. Paulo anamwambia Timotheo aichochee karama. Karama alipewa. Kwa hiyo ni wanapeana, anasema tunapeana mimi karama na wewe mimi nashirikiana nanyi. Hii maana yake ni kwamba kuna watu, niliwahi kusikia watu, mtumishi mmoja tulikuwa naye mahala fulani kule Moshi. Akatuambia kule Kongo wao hawana utaratibu wa kumwambia askofu au mchungaji kwamba Mungu akubariki. Wao wanaamini ya kwamba askofu ndo anatakiwa aseme tu Mungu akubariki. Wewe unatakiwa kusema tu amen. Utakiwi kusema Mungu akubariki pia. Kwa sababu askofu ndo anaachilia mafuta kwako. Wewe huna kitu cha kuachilia kwake. Is it true? Naomba mstari ule. Mstari wa ngapi mtumishi? Angalia hapo inaeleweka tu. Mstari wa 11. No, kwenye kitabu chetu. Somo letu. Tuangalie hapo. Haraka. Naomba tusome kwa sauti moja kanisa, 1 2 3. Kwa maana ninatamani sana kuwaona, nipate kuwapa kalama ya rohoni, ili mfanywe imara. Endelea mstari wa 12. Yaani tufarijiane mimi na ninyi, kila mtu kwa imani ya mwenzake, yenu na yangu. Unaonaje hapo? Paulo anatambua nafasi ya wale watu kwamba wana vitu vya rohoni vya kuweza kumpa na yeye akamove kwenda mbele. Sasa kwa nini ikiwa hivyo wachungaji, kwa nini unataka hela za wale watu halafu usitake wakwambie Mungu akubariki? Hii ni njia ya kufanya wewe uonekane mnyonge, huna nguvu yote ya kiroho. Na hii ndio mbinu ambayo ilitumiwa zamani kabla ya matengenezo ya kanisa, ya kumfanya kiongozi wa kidini aonekane ni wa maana kuliko mtu yeyote yule. But it's not so. Paulo anasema tufarijiane, anasema sio nifarijiane, tufarijiane mimi na ninyi. Haleluya. Maana yake wao wana nafasi ya kumfariji nani? Paulo naye ana nafasi ya kumfariji mshirika. Hivi ndivyo ilivyokuwa, na hii ndio itakuwa kuwa na uhusiano huu unaimarika. Na Paulo anasema, naomba utipeleke Warumi sura 15 mstari wa 24. Hii nayo inazungumzia uhusiano. Sikiliza vizuri, mafundisho ya kwenye kitabu kwa kitabu yanatakiwa uwe mtu ambaye anafuatilia kwa makini. Sio tu unaangalia, fuatilia kwa makini. 15:24. Hiyo nayo inatuambia uhusiano wao. Paulo bado anaandika. Alikuwa anatamani kwenda, anasema natamani kuja kwenu. Hebu tusome kwa sauti moja kanisa la Mungu. 1 2 3. Wakati wowote nitakasafiri kwenda Spania, nitakuja kwenu. Kwa maana nataraji kuwaona ninyi katika kusafiri kwa. Hebu tusome hapa mwishoni. Kusafirishwa 1 2 3. Kusafirishwa nanyi moyo wangu ushibe kwenu kidogo. Huyu ni Paulo. Sasa hapa tumerukia tu kwa sababu ya hoja hii. Paulo anaona thamani, anasema asafirishwe. Maana ya kusafirishwa ni apewe nauli ya kwenda. Mtumishi anapewa, anaomba nauli, kwamba naomba muandae nauli, naomba muandae posho kidogo. Angalau anasema ni moyo wangu ushibe kwenu kidogo. Sasa wakati mwingine unafanya huduma hatu moyo unakuwa na mahuzuni tu na ushibi hata kidogo. Kuna sehemu zingine huduma unafanya kwa maumivu sana na uchungu. Unakuta washirika hawatoi kabisa kwa ajili ya pastor, hawatii moyo mchungaji.
Yaani wanaona kama anakulisha hivi, anakushibisha sana. Hii ni shida Kwa hiyo mchungaji ashibi kidogo, mchungaji awe na njaa. Mchungaji anapokuwa na njaa sana hawezi kukuombea vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Mnafikiri tu ametaka kutuomba hela, siombi hela. Na Paulo anasema kwamba amepata vizuizi. Mstari wa 13 haraka msomaji. Mstari wa 13 wa somo letu. Kuna vizuizi. Paulo anasema, nimejaribu kuja kwenu lakini naona nimepata changamoto sana. Nimepata shida. Anasemaje? Kwa sauti moja, 1 2 3. Lakini ndugu zangu, sipendi msiwe na habari ya kuwa mara nyingi nalikusudia kuja kwenu, nikazuiliwa hata sasa, ili nipate kuwa na matunda kwenu ninyi, pia kama nilivyo nayo katika mataifa mengine. Unaona Paulo anatamani kwenda Rumi lakini hawezi. Wasomi wengi wamesema alizuiwa pengine na mazingira, kwa sababu ya umbali, kwa sababu ya kukosa nauli. Hayo yote yalikuwa ni vizuizi. Lakini ukiangalia katika Wathesalonike ya kwanza sura ya 2 mstari wa 18, Paulo anawaambia kwamba hajaenda Thesalonike kwa sababu shetani alimzuia. Kwa hiyo inawezekana alizuiwa na mazingira, inawezekana alizuiwa na shetani, lakini Paulo aliyashinda mazingira na alishinda kizuizi. Okay, swali. Unafikiri alishinda kizuizi hiki kwa namna gani? Natoa buku leo. Unafikiri alishinda kizuizi kwa namna gani? Leo buku. Mkono juu. Maana niko nafundisha na kuhubiri. Unafikiri alishinda? Okay, kuna mtu atasema alikemea pepo la kizuizi. Nafunga roho ya kuzuia kwa jina la Yesu. Alishindaje vizuizi hivi? Buku imebaki, imesalia. Labda niongeze buku 2. Yeyote anayeona anasema mimi naweza hapa. Yeyote. Jibu tunazungumza nalo. Jibu tunalo. Paulo aliandika barua kwenda kwao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Barua ya Paulo ndiyo kipengele kimojawapo cha kushinda mazingira. Pamoja na kwamba sitafika kwenu, lakini someni barua hii. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ndio muhimu sana kushinda mazingira. Yes. Kuna mtu mwingine hawezi kufanya jambo sasa, anasubiri. Mtu mwingine anataka kufanya biashara, ana mtaji mdogo lakini anaona ngoja bana nitakapopata ule mkopo wangu, nitakapopata ile pensheni. Wakati unapata pensheni muda umeenda. Yashinde mazingira, shinda vizuizi. Kwa hiyo alitumia barua, akaandika barua kama njia moja wapo ya kushinda nini? Ya kushinda kizuizi. Na ndivyo hivyo tunasema kwamba sasa wakati mwingine shetani anapokuwa ameziba mlango, Mungu anatufungulia mbinu nyingine mbadala ya kutoboa. Yes. Hakuna mlango utakaofungwa milele kwako. Hakuna mlango utafungwa kwa ajili ya maendeleo ya maisha ya mtu mmoja. Amen. Na ndio maana sasa ikiwa milango imefungwa kwa njia ya shetani, ni muhimu sana kuomba. Kama katika Thesalonike Paulo walikemea, lakini kwa Rumi hatuoni. Pengine utawala wa Roma ulikuwa na nguvu, walikuwa wanazuia watumishi wa Mungu kuingia. Lakini mwisho wa siku nguvu kubwa lazima ushinde nini? Ushinde vizuizi. Haleluya. Yes, kuna vizuizi gani kwenye maisha yako? Unaweka mipango ya namna gani lakini unaona haifanikiwi? Kuna mipango gani umepanga lakini haiendelee? Kuna mambo mawili tu. Tumia mbinu mbadala au shinda kwa njia ya maombi, kukemea. Lakini kuna vizuizi vingine sio vya kukemea tu, unakemea unafanya. Ikiwa Paulo angeendelea tu kuomba yuko Korinto, na kemea roho ya kuzuia, na kemea roho ya kuzuia kwenda Spain, na kemea roho ya kunizuia kupita Roma, asingeenda. Lakini akatuma barua ikaenda, wakasoma ujumbe huo. Haleluya. Na mwisho Paulo anazungumzia nguvu ya injili. Anasema katika ule mstari wa 14 hadi 17. 14 soma. 1 2 3 kwa sauti moja. Mstari wa 14, 1 2 3. Nawiwa na Wayunani na wasio Wayunani. Imepotea maiki. Ngoja tusome kwa sauti kwa sababu watu wengine wako wanatufuatilia. Tusome. Nawiwa na Wayunani na wasio Wayunani. Nawiwa na wenye hekima na wasio na hekima. Mstari wa 16, 15. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi ni tayari kuihubiri injili hata na kwenu ninyi mnaokaa Rumi. Kwa maana sionei haya injili, kwa sababu ni uwezo wa Mungu uletao wokovu kwa kila aminiye, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Asante. Komea pale. Hapa kuna mambo machache nataka kuseme kabla hatujamaliza. Jambo la kwanza, tunaona Paulo anaona kwamba kuhubiri injili ni deni.
Mtu mwingine akisikia deni anashtuka. Kuna mtu aliwahi kufafanua akawa anathibitisha kwamba Wakristo wanaweza akawa na madeni, na akasema Paulo naye alikuwa na madeni. Hili deni la Paulo ni la kuhubiri jamani. Anaona deni ni kama jambo la kulipa, na anaotakiwa walipe ni watu wa mataifa. Kwa hiyo anasema niko tayari. Ukiangalia maeneo mbalimbali katika Biblia, Paulo alikuwa tayari kuhubiri Injili, alikuwa tayari kuteseka, tayari kufanya kazi hata katika majira ambayo hayakuwa mazuri, na alikuwa tayari kufa. Na sasa katika mstari wa 16 anasema sionei haya Injili. Kwa nini haonei haya Injili? Kipindi kile katika Roma watu wengi walikuwa wanaona haya kueneza habari mpya. Habari mpya, walishindwa kueneza habari mpya. Lakini hapa Paulo anasema kwamba mimi sionei haya Injili kwa sababu ni uwezo wa Mungu uletao wokovu kwa kila aminie. Anasema kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Anaposema kwa Myahudi kwanza, maana yake wokovu ulianzia kwa Wayahudi, kupitia Wayahudi watu wa mataifa wamepata. Na ndio maana ameanza kwa kuwataja Wayahudi kwanza ili watu wengine wasijisikie vibaya. Na anasema katika mstari wa 17 ya kwamba haki ya Mungu imefunuliwa. Hebu angalia mstari wa 17 kwa sauti kanisa tusome. Ni mstari mmoja pendwa sana. Mstari pendwa. Mstari wa 17 ni mstari pendwa. Naomba tusome kwa sauti moja. Kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake toka imani hata imani, kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaelewa nini maana ya mwenye haki ataishi kwa imani? Paulo anasema kwamba maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake toka imani hata haki ya Mungu. Hii haki ya Mungu ni haki inayopatikana kupitia Kristo Yesu, kwamba Yesu ambaye ni mwenye haki alipokufa msalabani akaipeleka ile haki kwa yule anayeamini. Kwa hiyo hapa anasema, kwa hiyo kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake toka imani hata imani. Anaposema toka imani hata imani, naomba mtumishi Biblia habari njema mara moja. Wanahitaji kuelewa watu hapa ili waweze kuelewa. Unaposoma tu sio unasoma haraka haraka. Na hii mwenye haki ataishi kwa imani imenukuliwa wapi? Nani aliwahi kusema katika Agano la Kale? Hamsomi Biblia bwana. Hatukumbuki. Hebu naomba, umeshaweka habari njema? Naomba tusome kwa sauti moja kanisa. Kwa maana habari njema inaonesha wazi jinsi Mungu anavyowakubali watu hawa waadilifu. Jambo hili hufanyika kwa imani tangu mwanzo mpaka mwisho. Ndiyo. Kama ilivyoandikwa, mwadilifu kwa imani ataishi. Nafikiri umeona kuna tofauti huo mstari ambao tulisoma. Ndio hii hapo ndo maana yake kwamba imani iliyopo ndani yako inapaswa kukua kila siku, kwanza mwanzo mpaka mwisho. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo wokovu ambao tunapata maana nyingine sio kwa matendo. Maana ya mwenye haki ataishi kwa imani kiurahisi. Mwenye haki anaishi kwa kumtegemea Mungu. Yes. Hiyo ndio maana yake. Mwenye haki ataishi kwa imani. Mwenye haki anaishi kwa kumtegemea Mungu. Anajua Mungu atasema nini. Anaweza asiwe na kitu, anaweza asiwe na afya nzuri kwa wakati huo, anaweza asiwe na pesa, lakini bado anamtegemea Mungu. Huyu ndiye mtu anaitwa mwenye haki. Haleluya. Na hii ndiyo injili ya Yesu. Sikiliza sasa nimalizie hivi. Injili ya Yesu haigawi matabaka. Yes. Ukiona ujumbe ndani ya kanisa unakuruka, ukiona umeenda ndani ya kanisa mahubiri tangu mwanzo anaongea magonjwa tu, anasema jamani yuko hapa mtu anaumwa tumbo, mgongo wake unauma, afu ibada inaisha, hiyo haikuwa injili, kwa sababu yule mtu mzima ambaye haumwi haijamhusu. Yes. Ukiona kanisa anahubiri tu masaa yote umaskini na utajiri, anakuja kukuambia wewe ni maskini kwa sababu umelogwa, wewe ni maskini kwa sababu ya babu yako, wewe umelogwa na laana ya ukoo. Tafakari, kama una hela maana yake haikusaidii pala anachoongea. Maana yake hiyo sio injili. Injili lazima ikuguse kwamba wewe ni mwenye dhambi, unamhitaji Yesu. Awe tajiri au maskini, anamhitaji Yesu. Bwana asifiwe sana. Amina. Ndugu zangu, nimalizie hivi. Sisi tuna hadhi ya kipekee mbele za Mungu, tusiogope. Amen. Tuna hadhi kubwa mbele za Mungu, tusifanye nini? Tusiogope. Imani yetu inapaswa sasa kuwashawishi watu wengine ambao tunaishi nao. Lakini pia mahusiano yetu na watumishi wa Mungu lazima yazidi kuimarika kulingana na maandiko haya leo ambayo nimeyapeleka kwa haraka, lakini tusikate tamaa. Tunaweza kushinda vizuizi katika maisha haya. Yes. Paulo alishinda kizuizi kwa kuandika barua.
Wewe unashinda kizuizi kwa njia gani? Usimame tuweze kumwomba Mungu. Wewe unashinda kizuizi chako kwa njia gani? Unashinda kizuizi chako kwa njia gani? Simama na uchukue sadaka yako. Chukua sadaka yako mkononi mwako. Kama una bahasha mbili na ya zaka, simama pale.